Ujumbe wa tanzia kutoka kwa Samia Suluhu kuhusu kifo cha Raila Odinga umezua hisia mseto nchini Tanzania na bara Afrika. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara ya kwanza kufika hapa, tafadhali kumbuka usubscribe. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameungana na viongozi mbalimbali wa Afrika kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Kenya na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga. Taarifa kutoka Ikulu ya Tanzania zimethibitisha kuwa Rais Samia ametoa salamu za rambirambi zenye kugusa hisia, akimtaja Raila kama kiongozi shupavu mwenye falsafa ya umoja na mpenda amani, ambaye mchango wake umevuka mipaka ya Kenya na kugusa bara zima la Afrika. Kupitia ukurasa wake wa X, Rais Samia alieleza kuwa Tanzania imeguswa na msiba huu wa kihistoria, ikitambua nafasi kubwa iliyocheza Raila katika kupigania demokrasia, haki na maridhiano ya kisiasa, si tu kwa Wakenya bali Afrika Mashariki nzima. Kauli ya Rais Samia imepokelewa kwa hisia kali mitandaoni, huku Watanzania wengi wakionyesha mshikamano na wananchi wa Kenya katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Rais Samia ametuma salamu za pole kwa Rais wa Kenya Daktari William Ruto, familia ya Odinga ikiwemo Mama Ida Odinga pamoja na wananchi wa Kenya. Ameeleza kuwa taifa la Tanzania linaungana na ndugu zao wa Kenya katika maombolezo hayo, likiomba Mungu awape nguvu na faraja katika wakati huu wa huzuni. Raila Odinga aliyefariki dunia leo asubuhi jijini akiwa pale akipokea matibabu India akiwa na umri wa miaka 80, anabaki kuwa mmoja wa wanasiasa mashuhuri zaidi katika historia ya Afrika Mashariki. Safari yake ya kisiasa ilianza miaka ya 1980 alipokuwa mstari wa mbele kupinga ukandamizaji wa kidemokrasia chini ya utawala wa Rais Daniel Arap Moi, na kupitia msimamo yake thabiti alijipatia heshima kubwa ndani na nje ya Kenya kama mtetezi wa haki za wananchi. Kwa miaka mingi Raila alihusiana na juhudi za kusuluhisha migogoro ya kisiasa, kuimarisha umoja wa kikanda kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki na pia kushiriki mijadala ya Umoja wa Afrika AU kuhusu maendeleo na utulivu wa bara hili. Hatua yake ya kihistoria ya maridhiano ya Rais wa zamani Uhuru Kenyatta mwaka 2018 maarufu kama handshake ilibadilisha sura ya siasa za Kenya na kurejesha amani baada ya kipindi kigumu cha mvutano wa kisiasa. Barani Afrika, viongozi wengi wameonyesha huzuni yao kwa kifo cha Odinga. Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais Paul Kagame wa Rwanda na Waziri Mkuu wa Ethiopia ni miongoni mwa waliotuma salamu za rambirambi, wakimtaja Raila kama nguzo ya umoja na mwanamapinduzi wa kisiasa aliyekuwa na maono mapana kwa bara la Afrika. Kwa upande wa Tanzania, Raila alikuwa rafiki wa karibu wa viongozi kadhaa waliopita akiwemo hayati Benjamin Mkapa na Jakaya Kikwete. Mara kadhaa amewahi kushiriki midahalo na mikutano iliyolenga kuimarisha mahusiano ya kisiasa na kiuchumi kati ya Kenya na Tanzania. Serikali ya Kenya inatarajiwa kutoa ratiba rasmi ya mazishi yake, huku maandalizi ya kitaifa ya heshima za mwisho yakiendelea kufanyika jijini Nairobi. Viongozi kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanatarajiwa kuwasili nchini humo kutoa heshima zao za mwanasiasa huyo ambaye wengi wanamuona kama nembo ya demokrasia ya kisiasa. Kwa bara la Afrika, kifo cha Raila Odinga ni pigo kubwa, pengo la kiongozi aliyeamini katika haki, maridhiano na umoja wa watu wa Afrika. Kwa habari zaidi kuhusu siasa, uongozi na matukio makubwa barani Afrika, endelea kufuatilia Kenyascope channel inayokuletea taarifa sahihi za kina na zilizopindishwa. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuendelea kupata taarifa makini kila siku.